Kwa unapokuwa kuna wakhatibu watu, yani ile mubashara, kuna mtu basi min al-Hakam ya Sulami ma raaitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu wallahi ma kaharani wala dharabani wala shatamani, hakunikaripia, hakunipiga wala hakunishtumu. Hivi ndivyo alivyokuwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kufundisha watu. Watu wengi ni wajinga mno. Kwa unapokuwa kuna wakhatibu watu, yani ile mubashara, kuna mtu basi lazima utumie upole, au kwa wengine waseme bil hikmati wal mau'izati al hasana. Hili linatofautiana unapokuwa unatoa hutuba au unatoa muhadhara au unatoa mawaidha. Si tumefahamiana Toa mawaidha unasema kwa sababu umtaji mtu, unaelezea kama ubaya wa tukio fulani, uharamu wa jambo fulani. Kwa yule aliyefanya, aliyehusika ndio huyo huyo, ima aliyefanya hapo. Ama unapokuwa mtu unaongea naye, mfano umeingia kule sehemu ya kutilia udhu, umemkuta mtu amefungwa bomba ile papa, alafu simu katoa simu yake anapiga, bwana ndio mama niko msikitini, msikiti wa mjini, msikiti wa mjini hapa, msikiti si mchezo, maji anafanyaje, maji yanamwagika. Sasa vipi wewe utamwelekea mtu huyu? Ndio usimseme, usimpige wala usimshutumu, mwelekeze, au shilie bomba, fanya nini, ifunge. Si ndio? Au msitwe funga maji, kwa ukimaliza kuongea na simu utaendelea. Si tumefahamiana? Usianze mijitu mingine, mijitu ya israfu hii, mihisbi ni hiki ndicho hiki ambacho Mtume hakuwa nacho hicho. Kwa hiyo mwelekeze tu, bwana ifunge hapo kadhaa. Si tumefahamiana? Na yeye mwenyewe tu, kwa sababu mtu akilu atazinduka tu, kweli atafunga, atakushukuru, asante. Yani katika nini, uslubu min asalibi da'wa, uslubu katika uslubu wa dawa, kuelekeza watu. Na mtu hata ukija kumwambia jambo lingine atalikubali kwa vile ulivyo murawidi na kumfikia na kumwelewesha jambo hilo ambalo alilokosea. Si tumefahamiana? Mtu kaingia na kiduku hapa, kaja kusali na kiduku, kisha swali na kiduku chake, namuita, kimaliza asalamu alaykum, unakaa naye chini na muelekeza kwamba hii amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam hivi, kwa nywele zote zitakiwa ziwe sawa, kama kupunguza zipunguze kwa level yote sawa sawa, hivi si sawa. Mtume sallallahu amekataza, na Muislamu na sisi tumekataza. Kwa mtu yote ukimwita ukakaa naye chini mkaongea, hakuna ugomvi. Lakini ukamwita wewe, haya mambo viduku peleka huko katika disco bwana, so hapa watu wengine bwana, afu anaonekana wewe muumini wali, Ramadhani imeondoka, wewe bado uko msikitini, hujaondoka Oho, atakuja anakwambia wewe mwenyewe msikiti wa babako bwana. Sasa kwa hiyo tufaidiki hapa kwamba Mtume sallama, huyu bwana amefanya jambo baya mpaka maswahaba anamnyamazisha, lakini alipomaliza akamfundisha, akamwambia inna hadhihi salata la yasluhu fiha shay'un min kalami nnasi innama huwa tasbihu wa takbiru wa qira'atul Qur'an. Alichoka mwenyewe, kumbe mimi nimeharibu, nimevuruga kabisa. Si tuko pamoja? Akaonesha tatizo lake na akaona kama kweli amekosea, amefundishwa. Kwa hiyo tutumie hiyo. Kuna watu wengi tusinyamaze, yani watu wakafanya mavurugu hapa msikitini, watu wakanyamaza, itakuwa kama Bani Israeli, tutakuja kulaaniwa hapa. Lazima tunasihiane, tuelekezane, lakini kwa njia gani? Hicho ndicho cha msingi, kwa njia ile kwanza, sababu wewe si umebeba ujumbe, umebeba ilmu, unayo, kwa hiyo tumia njia bora na njia nzuri kuwafikishia watu. Wazi? Na watu, kwa sababu mtu anaingia msikitini, huyu mtu anataka kheri, huyu mengine hayajui. Wengine wanakuja hapa, mtu anapiga majinsi, ukiangalia jinsi lenyewe isbali, utafikiri lile jikapu la mashineni lile. Tunafahamiana? Pokea isbali, astaghfirullah. Basi tutamtafutia wakati bwana. Mwingine inabidi uanzishe naye mazoea tu, asalamu alaykum, ili kwa mvute kusogelea, kesho kutwa unakaa naye. Si tumefahamiana? Hiyo hii yaendelee kufanyika hapa na sehemu zingine, kwa sababu ndio dawa ila Allah Taala. Ama ukiwa unaongeza sasa bil jumla, unachapa tu, wewe chapa tu si jumla, kwani hujamkusudia yule wala fulani wala ayanu, wewe umekusudia kukemea
tabia fulani mbaya, خلاص واضح. نعم. عفوا يا شيخنا، من فوائد هذا الصحابي معاوية بن الحكم السلمي من المقلين في الرواية، فليس في كتب الستة إلا هذا الحديث. نعم جزاك الله خيرا. Nasema kwamba min al-lataif Muawiya ibn al-Hakam al-Sulami ana riwaya nyingine yoyote katika kutubi sita isipokuwa hadithi hii tu. Yani na maana katika hadithi zilizopatikana alizozisimulia katika kutubi sita, sahihaini, sahih al-Bukhari wa Muslim, Abu Daud, Tirmidhi, an-Nasai, Ibn Majah, hana riwaya nyingine isipokuwa riwaya hii. Barakallahu fikum. Naam. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عبد الرحمن بن الأوزاعي رحمه الله تعالى، وإمام حافظ ثقة، أن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وابن سعيد الأشج وألفاظهم متقاربة. قالوا: حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: إن في الصلاة شغلا. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو سعيد الأشج وهو عبد الله بن سعيد الأشج، واضح. وألفاظهم متقاربة، tamko yao ni yenye kukurubiana. قالوا: حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وعبد الله بن مسعود قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، tulikuwa tukimsalimia Mtume sallam aliyekuwa yeye alikuwa ndani ya sala. Fayaruddu alaina, na alikuwa anatujibu salamu alaykum ya Rasulullah, wa alaykum salam, kisha anaendelea na sala kama kawaida. Falamma rajana min indi Najashi, tuliporejea kutoka kwa Najashi, ile kwa maana katika ile hijra ya kwanza kabisa ambayo Waislamu walihama kutoka Makka wakaja kwa Ethiopia fi biladi al-Habasha, waliporejea sallamna alayhi falam yarud alaina, tulimsalimia alipokuwa katika swala hakujibu. Fakulna, tukasema kumuuliza: ya Rasulullah, kunna nusallimu alayka, tulikuwa tukusalimia fi salat, ndani ya swala, fatarud alaina, na unatujibu. Qal, Mtume akasema: inna fi salati shughla, katika sala kuna jambo maalum, kuna shughuli maalum ambayo ndio ile at-takbir, at-tasbih wa takbir wa qira'ati al-Qur'an. Naam. وقال رحمه الله تعالى: حدثني ابن نمير قال حدثني إسحاق بن منصور الصلولي قال حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال حدثني ابن نمير وقال حدثني إسحاق بن منصور الصلولي قال حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش وسليمان بن مهران رحمه الله تعالى عليه بهذا الإسناد نحوه. نعم. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن حارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم وهو هشيم بن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم أنه قال رضي الله تعالى عنه كنا نتكلم في الصلاة tulikuwa tukizungumza ndani ya swala yukallimu ar-rajulu sahibahu mtu alikuwa akimzungumzisha jamaa yake wa huwa ila jambihi fi salati alikuwa jamaa yake pembeni yake kwa ndani ya swala hata nazalat baka ikateremka waqumu lillahi qanitin ikateremka aya inasema waqumu lillahi simameni ajili ya Allah qanitin ay sakitin alikuwa mko kimya mkishughulika na yale yanayohusiana ndani ya swala fa umirna bisukuti tukaamrishwa kunyamaza wanuhina anil kalam na tukakatazwa kuzungumza ndani ya swala. Naam. Waqala rahimahullah ta'ala neno waqala an-Nawawi rahimahullah ta'ala qumu lillahi qanitin wa maana al-qunut huna qala maanahu muti'in wa qila sakitin. Neno qunut lina maana nyingi lakini al-muradu fi hadhihi al-aya katika aya hii maksudio yake qanitin ay sakitin. Sawa aliyekuwa mmenyamaza wa kunyamaza huku kuto kuzungumza maneno ambayo hayafungamani na swala ama yakiwa yale ambayo yanafungamana na swala sawa Wakala an-Nawawi fihi dalilun ala tahrimi jamii anwa'i al-kalami al-adamiyyin katika hadithi hii kuna dalili ya uharamu wa maneno yote ya wanadamu maneno yoyote yafai kuongea ndani ya swala. Naam anasema wa ajma al-ulama ala anna al-kalama fiha عامدا عالما بتحريمه بغير مصلحتها وبغير إنقاذها وشبهه مبطل للصلاة maneno yote ndani ya swala makusudi mtu ambaye anajua uharamu wake hayo maneno yakawa si maslahi ya swala wala maneno hayakuwa si yenye kwa ajili ya kuiokoa swala na mfano wake mubtilun lisalati maneno hayo yanabatilisha swala kuiokoa swala kama vipi maslaha yake au kuiokoa swala shatoa mifano mara nyingi hapa kwamba imam amepata utata kwamba hajui afanye amekumbushwa subhanallah sasa subhanallah inaekisha sahau hajui madha yafalu si tumefahamiana mfano katika rakaa pili labda Allahu akbar sijida Allahu akbar imam kanyamaza kimya imam amenyamaza si tumefahamiana au alipoinuka Allahu akbar amma yatasaalun anin naba'il adhim nini kilichofanyika hapo ameacha sura al-Fatiha ndio yeye aliposimama tu kaanza na amma yatasaalun sasa tunafanyaje kwa mnamrudisha alhamdulillahi rabbil alamin anawasikiliza yakiita amma yatasaalun anin naba'il adhim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin amma yatasaalun yeye mnaenda huku yanarudisha huku na nyewe unayakini kwamba huyu kaacha surati al-Fatiha sasa tunafanyaje mnaweza mkamkumbusha mpaka mwisho wala dhalin anasikiliza wala dhalin fana atupia huko amma yatasaalun imetokea hii siku moja mimi imetokea tulikuwa tunaswali imamu hivyo hivi ninavyosimulia mwaka 1994 nimekosea kutaja miaka kwa sababu wengine hamjazaliwa ambao ndo wengi hapa na wale waliozaliwa wale haya Allah warehemu Juma ukiongea usitaje mwaka gani sisi watu wa Dar es Salaam sawa wazama zetu wakizama ziko nyingi tulikuwa na mazoea hayo kama zile story zile habari matukio ya nyuma tunayajuaga mpaka mwaka fulani sehemu fulani ilikuwa hivi sasa ukisimulia ujisikii raha mpaka uoneshe kwamba unalijua ile tukio unataja mpaka mwaka
Au mnaweza kupita mtu mkapita Kariakoo akamwambia bwana, umemwona jamaa yule bwana mwaka fulani iko sijui mwezi wangapi ile akafanya alifanya hivi na hivi na hivi na hivi, manake habari yake naijua au unasema Juma. Sasa kumbe hao vijana wetu sisi sasa hivi tushakuwa watu wazima, ukisema tile miaka ukisema bwana mwaka 80 watu wote hawapo kiza totoro, kwa sababu si mtu hajazaliwa. Kama vile mimi ukinitajia sijui mwaka 60 mwaka 50 unaona uone kitu, unaona. Imamu tumemkumbusha mpaka wala dhalin, Imamu alikataa kabisa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mwenzetu mmoja akasema huyu imamu asituchanganye bwana. Akasogea mbele akamvute nyuma, akaingia yeye, alhamdulillahi rabbil alamin. Na imamu akuleta shida, alipovutwa akarudi nyuma akakaa katika safu na yule bwana akakaa mbele, swala ikaendelea. Sasa hapa ikitakiwa akumbushwe, ambiwe hujasoma surati al-Fatiha, anza kusoma surati al-Fatiha kwanza. Haya maneno liinqadhiha, kwa ajili ya kuiokoa hii swala inaenda kuharibika, wali maslahatiha, na kwa ajili ya maslahi ya swala, ili swala hii isiharibike na kuvurugika. Huyu sasa tumejitahidi, hizi zote zimeshindikana. Subhanallah, Allahu la ilaha illa Allah imeshindikana, takbir Allahu akbar imeshindikana. Sasa madha msawi kuiokoa hii swala, kuiokoa swala, tumwambie huku kusema ni haramu, lakini tunaosema kwa limaslahatiha, kwa maslahi ya nini, ya sala. Wazi? Mifano iko mingi sana na matukio mengi yanatokea, na maimamu karibu wote hawakusudii, yani matukio ni kujisahau tu, na jambo hili lishatokea kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alikuwa ni taslia. Naam. نعم. بمالذا اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ووكيع قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد نحوه. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ووكيع قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد، يعني كلهم مناك ني أبو بكر بن أبي شيبة ني وكيع بن أبي جراح، عبد الله بن نمير ووكيع بن الجراح sawa na Isa ibn Yunus, watatu hao kulluhum wote hao an Ismaila ibn Abi Khalid. Naam, bihadha al-isnad nahwa. Aywa. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وقال حدثنا محمد بن رمحي قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير. قال قتيبة: يصلي، فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، وهو موجه حينئذ قبل مشرق. باب الإشارة بالسلام في الصلاة. في المخطوطة كنا عنوانه قبل حديثه من أقول باب الإشارة بالسلام في الصلاة، na matubua inakuwa anwani haipo. Qala hadathana Qutaybah ibn Sa'id قال حدثنا الليث وهو الليث بن سعد وقال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير وهو من؟ أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، محمد مسلم بن تدرس
rahimahullah ta'ala, an Jabir annahu qala inna Rasulallahi sallallahu alayhi wasallama ba'athani lihaja, hakika ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alinituma kwa ajili ya haja zake, yani aliniagiza katika jambo. Thumma adraktuhu wa huwa yasirun, kisha niliporejea nikamkuta yeye anatembea juu ya kipando. Qala Qutayba yusalli, Qutayba amezidi ibn Sa'id katika riwaya yake imekuja wa huwa yasirun yusalli. Fasallamtu alayhi, anasema Jabir, nikamsalimia, salamu alayka ya Rasulullah. Fa ashara ilayya, akaniashiria wala hakuitikia. Falamma faragha daani, alipomaliza kuswali akaniita. Faqal, akasema innaka sallamta anifa wa ana usalli, eka yako ulinisalimia hivi punde tu hali ya kwa mimi nilikuwa nikiswali. Wa huwa muwajjihun hina idhin qibala al-mashriq, na yeye wakati alipokuwa anaswali alikuwa ameelekea upande wa mashariki. Jamaa ukiwa Madina ukielekea upande wa mashariki umeelekea upande wa Najdi, na basi sio kibla. Upande wa Madina kibla ni upande wa kusini, janub. Manake nini ikiashiria haya? Katika swala ya sunna inafaa kuswali juu ya kipando, upanda kwa pikipiki, baiskeli, nyama au gari, kwa naswali biai tija, yani mwelekeo wa kokote kule, si sawa yani unakuwa chukua bodaboda yako hapa, huyo huku unaendesha, angalia lakini usije ukagonga watu, huku unaendesha unaswali sunna, basi na kuangalia kwamba wewe unaelekea wapi, wewe unaswali hivyo, ila wewe makini juu ya hilo, si tumefahamiana? Au umepandishwa katika gari ukaamua kuswali sunna, yajuzu dhalika, basi na kuchunga qibla kama nilivyosema hapa, wa huwa muwajjihun hina idhin qibala al-mashriqi. Naam. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ahmad ibn Yunus qala haddathana Zuhair qala haddathani Abu Zubair an Jabir qala arsalani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa muntaliqun ila bani al-Mustaliq فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا، وأومأ زهير بيده ثم كلمته فقال لي هكذا، فأومأ زهير أيضا بيده نحو الأرض وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه. فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك له فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. قال زهير وأبو الزبير جالس مستقبل الكعبة، فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق، فقال بيده إلى غير الكعبة. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير وزهير بن حرب قال حدثني أبو الزبير ومحمد بن مسلم بن تدرس عن جابر قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم alinituma Mtume sallama wa huwa muntaliqun ila bani al-Mustaliq, alikuwa akielekea katika majumba ya Mayahudi wa kabila la Bani Mustaliq. Faataituhu, baada ya kurejea ndio kunituma, faataituhu nikamjia, wa huwa yusalli ala ba'irihi, aliyakuwa Mtume alikuwa akiswali juu ya ngamia wake. Fakallamtuhu, nikamsemesha nikamzungumzisha. Faqala li biyadihi, akaniashiria kwa mkono wake. Wa auma Zuhairu biyadihi, Zuhairi aliashiria kwa mkono wake. Kana hadithi hii. Thumma kallamtuhu faqala li hakadha, kisha nikamzungumzisha akaniashiria mimi kwa hivi. Faqala li, kwa maana akaniashiria. Au maa Zuhairu aidan biyadihi nahwa al-ardh, Zuhairi aliashiria mkono wake nahwa al-ardh, yani kuelekea chini. Sawa. Wa ana asma'uhu yaqra, Jabir anasema na mimi nilikuwa namsikia anasoma
wayumiu birasihi, na ilikuwa kikiinamisha kichwa chake, kwa maana ilikuwa ikifika katika rukuu anainamisha, ikija itidal anakiinua kichwa, ikienda kusujudu anakiinamisha zaidi. Sawa, yumiu birasihi. Falamma faragha qala, Mtume sallam alipomaliza kusali akasema, ma faalta fi alladhi arsaltuka lahu, umefanya nini katika lile ambalo nilokutuma kwalo? Fa innahu lam yamna'ni an ukallimaka, eka yake hakuna kilichonizuia kukuzungumzisha wewe, illa anni kuntu usalli, isipokuwa mimi nilikuwa nikiswali. Wazi? Qala Zuhair ibn Harb wa Abu Zubair, amesema Zuhair ibn Harb wa Abu Zubair jalisun mustaqbil al-Kaaba. Wakati anasimulia haya Abu Zubair Muhammad ibn Muslim ibn Tadrs, akhira anasimulia haya alikuwa amekaa na ameketi, alikuwa ameelekea Kaaba. Faqala biyadihi Abu Zubair, kama Abu Zubair aliashiria kwa mkono wake ila Bani al-Mustalaq. Faqala biyadihi ila ghairi al-Kaaba, aliashiria kwa mkono wake ila ghairi al-Kaaba, ule upande wa mashariki sio wa Kaaba, kwa sababu pale alikuwa Madina. Kwa Abu Zubair akaashiria kwa mkono wake upande wa Bani Mustalaq, ambaye ni majumba yao yalikuwa upande wa kusini mashariki ya Madina. Naam, kwa hapa anaelezea Zuhair bin Harbi vile alivyokuwa wakati anasimulia ile hadithi. Abu Zubair alikuwa katika hali gani? Alikuwa ameketi mustaqbil al-Kaaba, alikuwa ameelekea Kaaba. Faqala biyadihi Abu Zubair, yani akaashiria kwa Abu Zubair, akaashiria kwa mkono wake kuashiria ila Bani Mustalaq, katika majumba ya Bani Mustalaq. Faqala biyadihi ila ghairi Kaaba, aliashiria kwa mkono wake sio kwa Kaaba, sababu Kaaba ilikuwa upande wake wa kusini. Naam. وقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة، فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. قال إمام النووي رحمه الله تعالى وفيه دليل لجواز النافلة في السفر. katika hadithi hizi kuna dalili ya kuanza kujuzu kuswali sala ya sunna safarini, haithu tawajjahat bihi rahilatuhu, upande ule ambao alipoelekea kipando chake, wa huwa mujma alayhi, na jambo hilo ni jambo maulama wamekubaliana juu kuwafikiana jambo hilo kwamba hakuna ghubar juu ya jambo hilo kwamba ni nafila. Kwa sababu gani? Limethibiti katika hadithi mbalimbali za Mtume sallallahu, miongoni mwazo ni hizi tunazoziendelea kuzisoma. Wakala hadathana Abu Kamil al-Jahdari wa huwa al-Fudayl ibn al-Husayn ibn Talha al-Basri al-Hafidh. Qala hadathana Hammad ibn Zaid an Kathir wa huwa Kathir ibn Shandhir, وهذه كثير ابن شنظير، أول مرة نسجله كثير ابن شنظير. sawa. Katika riwaya ya pili amemtaja hapo Kathirun ibn Shindhir rahimahullah ta'ala. An Ata wa huwa Ata ibn Abi Rabah an Jabir wa huwa Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari radiyallahu anhuma annahu qala, kayake Jabir amesema kunna ma'ana rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi safarin, tulikuwa sambamba na Mtume sallallahu safarini. Fab'athani fi haja, akanituma katika jambo fulani. Farajatu wa huwa yusalli ala rahilatihi, niliporejea kutoka katika lile jambo nikakutana aliyekuwa anasali juu ya kipando. Wa wajhuhu ila ghairi alqibla, na mwelekeo wake ulikuwa umeelekea kusikokuwa na kibla. Fasallamtu alayhi, nikamsalimia. Falam yarud alayya, hakunijibu. Falamma ansarafa, asipindi alipomaliza, qala, Mtume akasema innahu lam yamna'ni an arudda alayka illa anni kuntu usalli, eka yake hakuna kilichonizuia kukujibu hiyo salamu yako isipokuwa mimi nilikuwa na swali. Kwa sababu katika swala haitakiwi kuongea, hilo jambo lilikuwa mwanzo huko, sasa hivi nifanya nini?
sasa hivi limefutwa. Naam. Waqala hadathani Muhammad ibn Hatim qala hadathani Mualla ibn Mansur qala hadathana Abdul Warith bin Sa'id qala hadathana Kathir ibn Shindir an Ata ibn Abi Rabah an Jabir wa Jabir ibn Abdullah ibn Haram al-Ansari al-Khazraji annahu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi haja bimaana hadithi Hammad wa huwa hadithi Hammad ibn Zaidi, yani kwa maana ya hadithi hiyo iliyotangulia. Naam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu jawazi la'ni ash-shaytani fi athna'i as-salah wa at-ta'awudh minhu wa jawazi al-'amali al-qalil fi as-salah. Babu jawazi la'ni ash-shaytani fi athna'i as-salah, mlango wa kujuzu kumlani sheitani ndani ya sala. Wa ta'awudh minhu, na kujilinda kujikinga dhidi ya sheitani ikiwa ndani ya sala. Wa jawazi al-amali al-qalil fi as-salah, na kujuzu kufanya amal jambo shughuli ndogo katika swala. Aywa, naam. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور أنهما قالا أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا محمد وهو بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن جعل يفت علي البارحة ليقطع علي الصلاة وإن الله أمكنني منه فدعته ولقد هممت أن أربطه إلى جانب سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم. ثم ذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خائسا. وقال ابن منصور شعبة عن محمد بن زياد. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور أنهما قال حدثنا النضر بن شميل أنه قال أخبرنا شعبة وشعبة بن الحجاج أنه قال حدثنا محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة. Hakika ifritu min aljinni, jini korofi marid, majini yale makorofi yale matata, jaala yaftiku alayya wa fi sala ala albariha, kinishawishi na kunishughulisha mimi usiku nilipokuwa nikiswali. Liyaqta alayya salata, ilengo anivurugie mimi, niharibia ikate swala yangu. Wa inna Allaha, na hakika Allah, amkanani minhu, alinimakanisha dhidi yake. Fadha'atuhu, nikamsukuma. Falaqad hamamtu an arbitahu ila jambi sariyatin min sawari almasjid, nilikuwa nimekusudia nimkamate nimfunge pembeni katika kiguzo miongoni mwa nguzo za msikiti. Hatta tusbihu, mpaka watu mpaka mwamke. Tandhuruna ilaihi ajma'un, ili muone wote nyinyi, au kullukum, au nyote nyinyi. Thumma dhakartu qawla akhi Suleiman, kisha nikakumbuka kauli ya ndugu yangu Suleiman, au Suleiman ibn Daud alayhi assalam, nabiyu ibn nabii. Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Nikaikumbuka kauli hii, Mola wangu, nisamee mimi, wa habli mulkan, na nipe mimi ufalme, la yanbaghi li ahadin min ba'di, ufalme ambao haitopasa kumpa mwingine yoyote baada yangu mimi. Haya maneno ni maneno ya Suleiman, amekuja na Qur'ani akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Mtume sallama basi, na Suleimani alikuwa amefanyia nini? Amesahilishiwa majini wale, ikiwa yeye anawafanyisha kazi majini, anawatumikisha fanya kazi mbalimbali majini.
kiwatuma. Sasa Mtume anataka kumkamata ili amfunge yule, akakumbuka ili jambo alishaliomba na ndugu yangu Suleiman, akapewa na Allah subhanahu wa ta'ala, akasahilishiwa yeye kuyadhibiti majini, basi mimi bwana nimwache. Tumefahamiana Mtume anasema faraddahu Allahu khasi'a, Allah alimrudisha yule ifrita patupu, maki ya kulipata ile lokusudia kuja kunivurugia swala. Faraddallahu khasi'a, Allah akamrudisha patupu, lengo lake lilokujia kuja kuvuruga swala yangu hakuweza kufanikiwa. Waqala Ibn Mansur Shu'batun an Muhammad bin Ziyad. Naam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة، kujuzu amali dogo ndani ya swala, kama Mtume sallam alikusudia mshike akadha mfunge ndio kwa na swala. Wazi? Aywa. Wa qawluhu faraddahu Allahu khasi'a ay dhalilan saghiran matrudan mub'adan. Kwa hiyo ndio amepata patupu, hajapata kitu. Allah amemrudisha yule jini aliyekuwa ni dhalili, mnyonge kabisa, mwenye kufukuzwa na mwenye kuwekwa mbali na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana hakupata kitu, kupata yale makusudio yake aliyokuwa ameyakusudia. Wazi? Naam. والعفريت العاتي المارد من الجن. عفريت العاتي المارد من الجن, yani katika majini makorofi. Sawa, majini ina maana hata katika wale wakorofi kuna watu wengine wakorofi zaidi. Sasa jini ifritu yani lile korofi zaidi, si tufahamiana kwa lugha za kwetu kwamba ni mbabe zaidi. Yule alimwambia Suleimani, ana atika bihi kabla nitakuma min makamika. Naam. وقال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد هو ابن جعفر قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابه كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد، وليس في حديث ابن جعفر قوله فدعته، وأما ابن أبي شيبة فقال في روايته فدعته. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو بن جعفر وقال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة وهو شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاري رحمه الله تعالى، كلاهما عن شعبة وشعبة الحجاج في هذا الإسناد، وليس في حديث ابن جعفر
katika hadithi ya Muhammad bin Jafar hakuna qauluhu fada'atuhu. Ama Ibn Abi Shayba, ama katika hadithi Abu Bakar ibn Abi Shayba qala fi riwayatihi, amesema katika mapokezi yake fada'atuhu, kamsukuma, mdafa'ahu bishidda. Naam. وقال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح يقول حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار يجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك 3 مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر 3 مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثوقا يلعب به ولدان أهل المدينة. فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح يقول حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله تعالى. أبو إدريس الخولاني هو عائذ الله بن عبد الله. أبو إدريس الخولاني اسمه jina lake ni Aidhullah ibn Abdillah. عن أبي الدرداء رضي الله عنه. وأبو الدرداء هذا اسمه عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي. عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه أنه قال كما سمع قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول مسلم alisimama kiswali tukamsikia anasema a'udhu billahi minka, najilinda kwa Allah dhidi yako wewe. Thumma qala, tukamsikia anasema al'anuka bil'anati llahi, na kulani wewe kwa laana ya Allah. Thalatha, sema hivyo mara 3. Wa basata yadahu kaannahu yatanawalu shay'a, Mtume sallama akanyosha mkono wake kama vile anashika kitu. Falamma faragha min as-salati qulna, sasa alipomaliza kuswali tulisema kumuuliza ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, kad sami'naka taqulu fi salati shay'an, hakika tumekusikia katika swala unasema maneno lam nasma'uka taquluhu qabla dhalika, hatujawahi kukusikia ukiyasema kabla ya leo. Warainaka basata yadaka, na tulikuona umenyosha mkono wako. Nini ulikuwa unafanya? Qal, tumesallama akasema kuwajibu inna aduwallahi iblisu jaa bishihabi min narin, hakika adui ya Allah Iblisi alikuja na kijinga cha moto, nakala moto, yani mshika jiti na moto kuja nalo. Lengo lake ni nini? Liyaj'alahu fi wajhi, ule moto anataka kuniunguza katika uso wangu. Fakultu, nikasema a'udhu billahi minka, najilinda kwa Allah dhidi yako wewe Iblisi. 3 mara, nisema hivi mara 3. Thumma qultu, kisha nikasema al'anuka bil'anati llahi tamma, na kulani wewe kwa laana ya Allah iliyotimia. Falam yastakhir, akuweza kurudi nyuma 3 mara 3. Thumma aradtu akhudha, kisha nikakusudia sasa kumkamata. Ngani mkamate sasa? Wallahi laula da'watu akhina Sulaimana la asbaha muthaqan yal'abu bihi wildanu ahli almadina. Anasema na hapa kwa Allah, lau kama si ile dua ya ndugu yangu, ya ndugu yetu Suleimani, wa Suleimani ibn Daudi,
alayhim assalam, yeye na baba yake, basi la asbaha muthaqan, ingekuwa ni mwenye kufungwa. Yalabu bihi wildanu ahli al-Madina, akawa watoto wa Madina wanamchezea chezea yule Ibilisi. Lakini sasa ndugu yetu Suleiman ibn Daudi alayhim assalam kashaomba dua. Sasa kwa ile dua ile ya Suleiman, rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, basi nikaona ili jambo la kukamata hawa maifriti ya maibilisi na kuwadhalilisha lilikuwa ni jambo la Suleiman ambalo ameliomba ni haswa kwake, ndio maana nikamwacha hivyo. Kwa katika hadithi hii tunaona bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kelani shaitani, na vile vile tunaona Mtume sallam yuko ndani ya swala, lakini kuna matendo ambayo ni nje ya swala anayafanya, kama hivyo amenyosha mkono wake, kama alikuwa ananyosha mkono kama anataka kumkamata wewe, ambapo kitendo hiki sawa hakina mafungamano na swala, lakini kitendo hiki anakifanya kwa maslahi ya swala, kwa sababu yule Ibilisi anamshawishi Mtume sallam ili avuruge ile ibada ya Mtume sallam. Kwa hiyo hili kumkamata yule na kumdhibiti Mtume aweze kumaliza swala yake. Kwa hiyo inafaa katika swala kufanya amalun yasir. Naam. Naam. Inta hazishi hizi ya Allah. Kwanza mlango mwingine, mlango unaofuata jawazi hamli sibyan fi salat, kujuzu kuwabeba watoto waliokuwa na swali. Inshallah tutakuja kuendelea wiki ijayo inshallah taala. Anasema swala haisihi bila udhu. Ukisafiri ndani ya ndege ukafika muda wa swala bila ya maji wala udongo wa kutayama, utafanyaje? Sheikh, kupanda ndege chekelea Sheikh, kupanda ndege maji hapo kule chooni, maji hapo, si tumefahamiana kwa sababu shida inamsumbua huyu, ni swali lake, shida inamsumbua ni ndege, hajauliza treni wala nini. Kwa maji katika swali linabatilika kwa sababu ya amaka sabila ya maji wala udongo. Sasa kwenye ndege kule ukae na udongo, sio? Almuhimu utatayamam tu kwa kupitia pale chini pale, utatayamam chini khalas. Sisi tumefahamiana hapo chini, yani nikikusia chini na kukanyaga ndani hiyo ndege, ikiwa sawa basi mule ukutani, mule ukuta ule ukuta utatayamam khalas. Sisi tumefahamiana aiyo. Haya, kuelekea kibla ni sharti katika swala. Vipi tunasalia katika vyombo vya usafiri ambavyo havizingatii uelekeo wa kibla? Sasa ni kwamba sheria hii ya Allah subhanahu wa ta'ala imefafanuliwa na Qur'ani na maneno na maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa huyo alotoa masharti yake atuwekea, ndio katuambia hivyo, ndio tumesoma hapa leo. Sasa kasema Mtume, tunafanyaje sasa? Kasema Mtume, unapata wasasi gani? Kafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe una shida gani tena? Sisi tumefahamiana hapa, una shida au tumuulize Mtume kwa nini umefanya hivyo? Wama atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Anakufundisheni Mtume sana, chukueni, fanyeni,
nalokatazeni acheni nalo, sifahamiana. Kwa hiyo hili kwa swala za sunna, kwa swala za sunna inafaa kuswali juu ya kipando. Ama swala za faradhi mtasimama msafara, mtaswali chini kwa kufuata yale masharti yote ya swala. Si tumefahamiana? Hizo ni swala za nini? Swala za haya. Ikiwa swala ya faradhi sasa ndio uko kwenye ndege sasa, maki ndege huwezi kuambia bwana sasa rubani bwana hebu paki hapo tuswali kidogo, mayumkinu hadha. Na muda unaweza kuwa muda unaondoka, ule muda wa mchana ukaisha, jua likaenda kuzama. Itategemea ni aina ya ndege mtakayokuwa mmepanda. Kuna ndege zingine unasema musalla mtaenda kuswali, kuna ndege zingine za kikatonta, basi utaswali tu pale pale ulipokaa. Sifahamiana, utaswali pale pale ulipokaa kabla ya muda kutoka. Si tumefahamiana? Ili kwamba usiende muda ukawa umekupita ukaswali nje wakati alikuwa swala inatakiwa iswaliwe ndani ya wakati wake. Naam, hapa kutokana na hii dharura kwamba hii ndege inamatoka asubuhi, labda ndege inatembea itafika huko na kwenda saa 4 usiku, jua lishazama. Kwa hiyo haitakiwi ukaupitisha muda, bali ile muda jioni ikifika basi swali dhuhuri 2 na asri 2, jamani ahsan shay jaman taakhir. Utakuwa na swali kumekaa katika kiti chako, na kwenye rukuu unainamisha kichwa tumio birasik, na kuinua kwenye sijida unakizidisha zaidi, ukiinamisha zaidi mpaka utakapomaliza khalas kuosha swali. Hizo swala zingine utaswali huko ukifika inshallah taala. Wajazakumullahu khaira. Kuna wengine? Naam, afwan. Hii kaifia kurudisha salamu mtu ambaye anayeswali, kama katika riwaya faataituhu wa huwa yusalli ala ba'irihi fakallamtuhu faqala li biyadi hakadha, faqala li biyadi hakadha. Abu Zubairi Muhammad bin Muslim Mutarrith akaashiria kuna anapeleka chini hivi sawa, kwamba ana faashara ilayhi wana swali ya fi riwaya kwamba ukija kimaliza itaitikia alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh, lakini baada ya kumaliza. Naam. Hivyo alivyoelezea Imam Nawawi ndio hivyo alivyoelezea maulidi jana. Alivyoonyesha kuna ikaa, tumesema ikaa ziko za aina mbili. Kuna ikaa almanhiyu na ikaa as-sunna. Ikaa sunna ambaye ndio madhhabu la abadi al-arba'a ya kukalia juu ya visigino, sawa. Na ikaa manhiyu ni ukaaji ule kama kukaa mbwa, anasema unakaa unaketi na unainua miguu, kwa unasimamisha miundi. Ukisimamisha miundi ndio ugoko hizi ngoko hizi unasimamisha, kisha unaweka miguu chini, mikono afwan, mikono ukaaji huu Mtume sallama, huu ndio ikau almanhiyu, ukaaji ambao umeukataza. Ndio hivyo nilivyosema mimi. Soma wayansiba saqaihi, asimamishe nini, wayalsika aliyataihi, makalio yake yakae chini. Wayansiba saqaihi, asimike miundi yake, sindo vile almuhimu. Inshallah tutalizungumza pembeni liko kwa muda.
Tumefahamiana, ikiwa ni nini ya kulielezea ili tusirefushe muda mrefu. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi.